Ulimwengu una kila la kujifunza na kuishukuru Iran katika kujitolea kwake katika mapambano dhidi ya Marekani iliyokuwa ikionea mataifa mengi duniani. Hata hivyo, katika kipindi cha muda mrefu, Marekani inatajwa kuwa taifa lenye nguvu na ambalo huamua lolote linalowezekana. Lakini zaidi ya miaka 40 katika mapambano yake dhidi ya Iran, Marekani haikufua dafu. Tangu baada ya kuundwa kwa serikali ya mapinduzi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran mnamo katika miaka 1979, ndani ya miaka yote hiyo Marekani ilikuwa ikitafuta namna katika mapambano dhidi ya Iran na kuhakikisha aina ya utawala huu unaondolewa kabisa. Hata hivyo, mbinu nyingi zilitumika, ikiwemo vikwazo vingi vilivyowekwa kwa muda mrefu, lakini vikwazo hivi havikufua dafu. Mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambao baadaye Marekani iliuona kama mfumo usiohitajika katika ulimwengu ni miongoni mwa mifumo ambayo ilifanya Marekani kushindwa kutekeleza kile ilichokuwa inakitaka zaidi ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, Marekani ilifanya kila iwezalo katika ulimwengu, lakini kwa Iran imeambulia patupu. Marekani kwa kushirikiana na Israel ilikuja na sera nyingi na kuitangazia dunia kwamba inataka kupambana na nyuklia ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hii ilikuwa ni sababu mojawapo ya Marekani kuamua kuingia vitani dhidi ya Iran. Hata hivyo, mapambano yake katika kuhakikisha inaondoa nyuklia yaliingiliwa na mataifa mengine, huku mikataba ikisainiwa. Mfano ni ule wa JCPOA wa mwaka 2015 ambapo wakati huo rais wa Marekani alikuwa ni Barack Obama. Lakini baadaye alipoingia rais wa Marekani Donald Trump katika awamu yake ya kwanza, alikuja kuiondoa Marekani katika mkataba ule na hatimaye kurejesha vikwazo kwa mara nyingine tena. Iran ikaishi katika vikwazo kwa mara nyingine tena, lakini ilivumilia na iliendelea kuwepo na iliendelea kuongeza uzalishaji katika taifa hilo. Mipango mikakati ya nchi hiyo ikawa ni kuandaa mapambano zaidi dhidi ya Marekani, wakiamini wakati wowote Marekani ama Israel inaweza kuanzisha vita dhidi ya taifa hilo la Kiajemi. Uwepo wa aliyekuwa kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Ali Khamenei ulisababisha Iran kuendelea kuwepo zaidi na zaidi. Ayatollah Al-Khamenei aliwatengeneza vijana kuwa watu wa sayansi na teknolojia na kuendana na usasa wa dunia ya leo. Hata hivyo, ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, vijana wengi walijengewa uzalendo, lakini pia aina ya maisha ya Wafurusi nayo pia ilichukua nafasi kubwa, lakini pia na utamaduni wa watu wa Iran. Uzalendo ulikuwa ni namba moja katika taifa hilo la Kiajemi, lakini elimu ya sayansi na teknolojia vilichukua nafasi nyingine ya kuilinda Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Iran ilitengeneza makombora yake yenyewe kutokana na teknolojia ya hali ya juu ya watu wake, lakini pia ilijikita zaidi katika namna yoyote ya kuhakikisha wanaandaa mazingira ya kujilinda dhidi ya Marekani. Hata wakati huu ujasusi wa Mossad wa Israel unagundua kwamba licha ya matangazo yao ya kila siku kwamba Iran itachukua miaka zaidi ya 10 kujijenga kijeshi, lakini wakati huu anakuja na ripoti mpya kwamba jeshi la Jamhuri ya Kiislamu la Iran linajijenga kwa kasi ya ajabu ambayo haikutarajiwa, na huenda kabla ya kumalizika kwa mwaka huu wa Iran watakuwa na silaha nyingi zaidi tofauti na hata zile ambazo zilikuwepo. Lakini pia idadi kubwa ya vijana wanajitolea kuingia katika jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Hii inaonyesha zaidi kwamba nchi hiyo bado imekuwa ni tishio kubwa kwa watu wa Magharibi na Marekani na Israel. Baada ya kifo cha Ayatollah Ali Khamenei, wakati wa kipindi cha mazishi, wengi katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran walinyanyua mabango wakiitaka Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia uongozi wa sasa wa Mojtaba Khamenei kulipa kisasi mauaji ya baba yake. Hata hivyo, viongozi walijibu. Ayatollah Mojtaba Khamenei ambaye ameshikilia nafasi ya baba yake akatoa majibu ambayo watu wake waliridhishwa nayo, akisema, tunaahidi kulipiza kisasi cha damu yako safi na damu ya mashahidi wote wa vita hivi viwili vya hivi karibuni kwa kulipiza kisasi dhidi ya wahalifu wauaji wa fedheha. Kisasi hiki ndicho ambacho taifa letu linadai na hili lazima lifanyike kwa hakika, Ayatollah Mojtaba Khamenei aliandika katika ujumbe wake mnamo tarehe 9 mwezi Julai. Zaidi ya hayo ni kufunga mlango wa bahari wa Hormuz, mshipa ambao hapo awali ulisukuma sehemu ya 5 ya mauzo ya nishati duniani, unasalia chini ya usimamizi wa Iran, huku Washington ikijikuta imezama katika hali ya mkanganyiko bila njia rahisi ya kutoka.
Licha ya kwamba kulikuwa na vibaraka ndani ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambao wakati mwingine walikuwa wakitoka katika mstari, lakini wametokea viongozi ambao walisimama imara. Uimara wa mfumo wa uongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran unaweza kuwashangaza wachambuzi wengi katika nchi za Magharibi, lakini ikizingatiwa katika historia ya Iran, hili ni jambo ambalo halishangazi. Kutokuwa na imani kubwa kwa Tehran na uhakikisho wa Marekani kulizushwa mwaka 1953 wakati CIA na mashirika ya kijasusi ya Uingereza yalipomwondoa waziri mkuu alichaguliwa kwa kuthubutu kutaifisha mafuta ya Iran, lakini wa Iran wakasimama imara. Na hivyo wakati huu wa Iran wanaishi kwa historia wakiamini kabisa kwamba kama watasimama imara wataweza kuilinda nchi yao na hakuna yeyote ambaye ataweza kufanya lolote katika ulimwengu dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, jambo ambalo nchi nyingi zinapaswa kuiga dhidi ya ubepari na dhulma zinazofanywa na mataifa yoyote duniani, ikiwa ni pamoja na Marekani na washirika wake. Mtazamaji, nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein.